Kutoka kukosa kombe la dunia hadi kusimama katika jukwaa la soka barani Ulaya, hii ndio safari ya kihistoria ya Omar Abdul Kadir Attan. Usiku wa Agosti 12 ulikuwa usiku wa kipekee kwa soka la Somalia na kwa bara la Afrika kwa ujumla, kwa mwamuzi Omar Abdul Kadir Attan aliingia katika historia baada ya kupewa jukumu la kuchezesha mchezo wa Super Cup uliokutanisha vigogo vya Ufaransa, Paris Saint-Germain pamoja na Aston Villa ya Uingereza. Mchezo huo uliochezwa mjini Salzburg nchini Austria. Uteuzi huo ulimfanya Attan kuwa mwamuzi wa kwanza asiyetokea Ulaya kuchezesha UEFA Super Cup, katika hatua iliyoweka jina la Somalia kwenye ukurasa muhimu wa historia ya soka duniani. Kutoka Somalia hadi kileleni mwa uamuzi wa soka la Afrika, Attan mwenye umri wa miaka 34 alianza safari yake ya uamuzi katika mazingira ya soka nchini Somalia, lakini kwa miaka kadhaa amekuwa akijijengea heshima katika mashindano makubwa barani Afrika. Amekuwa mwamuzi wa kimataifa wa FIFA tangu mwaka 2018 na mwaka 2025 alitawazwa kuwa mwamuzi bora wa wanaume barani Afrika, heshima iliyothibitisha kiwango chake katika uwanja wa kimataifa. Pia amewahi kuchezesha mechi kubwa za CAF, ikiwemo hatua ya pili ya fainali ya CAF Champions League ya mwaka 2025-26. Safari ya Attan mwaka 2026 ilikuwa na changamoto kubwa. Alikuwa amechaguliwa katika orodha ya waamuzi waliotarajiwa kushiriki kombe la dunia 2026, jambo ambalo lingemfanya kuwa mwamuzi wa kwanza kutoka Somalia kuchezesha kwenye fainali za kombe la dunia. Hata hivyo, hakuweza kushiriki mashindano hayo baada ya kuzuiwa kuingia nchini Marekani, ambapo waamuzi walikuwa wakihudhuria maandalizi ya mashindano hayo, na FIFA baadaye iliondoa jina lake kwenye orodha ya waamuzi katika mashindano hayo. Baada ya kutoshiriki kombe la dunia, UEFA kwa kushirikiana na CAF iliamua kumpa Attan nafasi ya kuongoza mchezo wa UEFA Super Cup 2026. UEFA ilisema uteuzi huo ulifanyika katika mfumo wa makubaliano ya ushirikiano kati ya UEFA na CAF yenye lengo la kukuza ushirikiano katika maeneo mbalimbali, ikiwemo idara ya uamuzi wa mpira wa miguu. Rais wa UEFA Alexander Seferin alimtaja Attan kama mwamuzi kijana lakini mwenye uzoefu mkubwa, ambaye tayari ameshajithibitishia katika kiwango cha juu cha mashindano ya CAF. Kwa upande wa CAF, Rais Patrice Motsepe alisema mafanikio ya Attan yameifanya Somalia na Afrika nzima kujivunia, akisisitiza kuwa uteuzi huo ni heshima kubwa kwa Attan na waamuzi wa Afrika. Attan aliongoza mchezo kati ya PSG, mabingwa wa UEFA Champions League, na Aston Villa, mabingwa wa UEFA Europa League, katika UEFA Super Cup mjini Salzburg. PSG imeshinda mchezo huo kwa bao 2-1 na kutoa taji hilo. Licha ya matokeo ya timu zote mbili, macho ya wengi yalikuwa pia kwa mwamuzi huyo Msomalia aliyekuwa akisimamia moja ya mechi kubwa zaidi katika kalenda la soka Ulaya. Kwa upande wake, Attan ilikuwa ni zaidi ya mchezo wa soka ndani ya dakika 90. Ilikuwa ni uthibitisho dhahiri kwamba safari ya mwamuzi kutoka Somalia inaweza kufika kwenye jukwaa kubwa kabisa la soka duniani. Historia haikuandikwa Somalia tu pekee. Mafanikio ya Attan yana maana pana zaidi katika mipaka ya nchi yake. Attan hakuingia tu katika historia kama mwamuzi kutoka Somalia, aliwakilisha kizazi cha waamuzi wa Afrika wanaotafuta kutambulika kwenye jukwaa la kimataifa. Na jambo la kuvutia zaidi ni kwamba mafanikio haya yalikuja baada ya kupitia kipindi kigumu cha kukosa nafasi ya kushiriki kombe la dunia. Safari ya Attan inatoa ujumbe mkubwa kwa vijana wanaotamani kufika mbali katika soka. Kukataliwa kwa fursa moja si lazima kumaanisha kwamba ni mwisho wa safari. Alikosa kombe la dunia, lakini wiki chache baadaye akapewa nafasi ya kusimamia mchezo wa kihistoria katika mchezo wa UEFA Super Cup. Kutoka Somalia kuwa mwamuzi bora Afrika, kukosa kombe la dunia, kupewa nafasi ya UEFA, kuandika historia kwenye UEFA Super Cup, Omar Attan sasa ameacha alama ambayo haitasahaulika kirahisi. Jina la Somalia limewahi kusikika kwenye jukwaa la juu la uamuzi wa soka barani Ulaya, na yeye ndiye alibeba jina hilo katika uwanja wa Salzburg. Hii ndiyo safari ya Omar Abdul Kadir Attan, mwamuzi kijana mwenye umri wa miaka 34 kutokea nchini Somalia.